Mheshimiwa Jaji Faustin Kiwero, jaji wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Jaji Mustafa Siani, jaji kiongozi, Mheshimiwa Jaji Imani Abud Hamidi wa mahakama ya kuu, Mheshimiwa Jaji Julian Masabo, jaji mfawidhi mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dodoma, ndugu Leonard Magacha mtendaji mkuu. Nimeona pia hapa manaibu wasajili wakiongozwa na msajili mkuu, lakini pia msajili wa mahakama ya rufani, msajili wa mahakama kuu ambaye ndiye alikuwa mwongozaji wa shughuli hii, na Mheshimiwa mahakimu na wote mliopo. Lakini nitambue wetu wa viongozi wetu wa dini, wote mliotenga muda wenu kuja kujumuika na sisi. Mmefanya jambo jema sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki kwa huduma hii muhimu mnayoenda kufanya mnaendelea kuifanya katika taifa letu. Mimi najua kwa mujibu wa ibara ya 19 ambayo inatambua shughuli za dini na madhehebu ya dini, ibara ndogo ya 3 inatoa majukumu kwenu kwamba ninyi katika kutekeleza wajibu wenu mtapaswa kuzingatia maadili, usalama wa jamii, maadili ya jamii, amani katika jamii na umoja wa kitaifa. Kwa hiyo mna mchango mkubwa sana mnapotenga muda wenu kujumuika na sisi kwenye tukio kama hili. Sisi kwetu ni faraja sana. Tunajua umekuwa na ratiba ya kuwafunda hawa waheshimiwa mahakimu wapya na mtaendelea kuwafunda. Mungu awabariki sana kwa hilo jukumu kubwa mnalolifanya, ambao kwa namna hiyo mnachangia kuwepo kwa amani katika taifa hili na ustawi na maendeleo ya taifa. Ninyi ambao mmeapishwa leo kwa kiapo, hamkuapa mbele yangu mimi, mlikuwa mnaapa kwa Mwenyezi Mungu. Nimeona mkiwa mmebeba hivyo vitabu vitakatifu. Wengine walishikilia Biblia, wengine walishikilia Qur'ani tukufu. Hapa nimetumia muda mwingi hapa naangalia hii kitendea kazi changu, nilikuwa naangalia mafungu yale yakanikosa. Lakini mnao hapa mbele ya Mungu, kwa sababu mlipokuwa mmemaliza, mlikuwa sikumsikia mmoja kati yenu anasema yeye jaji mkuu nisaidie. Kila mmoja alisema Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa kadiri mlivyokuwa mviapo mwende mviishi. Yale maneno mliokuwa mnakula yako kwenye ibara ya 107 chapter A, ibara ndogo ya kwanza, ibara ndogo ya pili, A na B. Lakini yako pia kwenye ibara 107 chapter B. Nendeni myaishi. Kwenye kitabu kinachoitwa cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Wale waliowahi kusoma kitabu hicho, kuna kitu pale kinaitwa kanuni ya kidhahabu, the golden rule. Sasa nilikuwa niangalia ile fungu hapa limepotea, lakini anachokisema pale, anasema hivi: kwa jinsi mnavyotaka mtendewe ninyi, watendeeni wengine vivyo hivyo. Hiyo ndio Torati na manabii. Wenyewe mmechukua jukumu kubwa la kwenda kufanya maamuzi, kuhukumu kesi mbalimbali zitakazoletwa mbele yenu kwenye hizo mahakama za mwanzo. Japokuwa ninyi sio Mungu, lakini mnachukua sasa, mnafanya kazi ambayo kimsingi ni ya Mungu. Ninyi mnawajibika sana, mnawajibika sana kukiishi hicho kiapo, mkawe mfano kwa wengine. Mnapofanya maamuzi, watu waone kweli kwamba hapa haki imetendeka. Kama wewe kwa mfano hutaki kuomba rushwa na kutoa rushwa, maana yake ni kwamba na ninyi msiombe rushwa kwa watu wengine.
Haiwezekani tukaa kwenye ibada siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili na siku nyingine za ibada, alafu tukashindwa kuitimiza hii kanuni inayotajwa kwenye hichi kitabu, kwamba wakati mnavyotaka mtendewe ninyi na ninyi watendeeni hivyo hivyo hao wengine. Hiyo ndio Torati. Torati kwa lugha nyingine ni sheria yenyewe, vitabu vinne vile vilivyoandikwa na Musa. Lakini na manabii ndicho walichofundisha. Na kwa majukumu haya makubwa mlionao kama waamuzi, ninyi, moja ya sifa yenu inapaswa muwe wanyenyekevu sana. Yaani mtu yote aliye na madaraka makubwa, sifa yake kubwa ya kwanza anapaswa mnyenyekevu sana. Wakati mnapokuwa na madaraka makubwa, kwa mfano ninyi mahakimu kule mnakwenda, mtakuwa na madaraka makubwa, sifa yenu ya kwanza mnapaswa muwe wanyenyekevu. Yaani ni hivi, kadri mnapokuwa na madaraka makubwa, kwa kiwango hicho ndivyo mnapaswa kuwa mnyenyekevu, ili muweze kuwatendea haki hao nao wahukumu. Lakini kwa kiwango hicho unapaswa kuwa mtumishi wa wote. Kwa hiyo maana watu watakuja kwenu, ninyi kama mahakama ni sehemu ya serikali, na serikali tunawajibika kwa wananchi kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba. Msije huko mkasema sisi ni watu wakubwa. Hizo ndizo sifa za watu wakubwa. Unapaswa uwe mnyenyekevu, unapaswa uwe mtumishi wa wote. Hapo ndipo utakapoweza kutekeleza hilo jukumu lako la kutoa haki kwa ufanisi ipasavyo. Vinginevyo utaanza kudai watu rushwa na kuamua kufanya maamuzi ambayo hayana maana yote katika jamii. Na wananchi wa Tanzania sasa wanauelewa. Na mimi wale ambao nimeshiriki kuwashuhudia mkila hivi viapo, mimi nilikuwa nawashuhudia tu, ndio maana baadaye pale nimesaini. Na kama nilipokwisha kusema, nyinyi mlikuwa mnaapa mbele za Mwenyezi Mungu, maana mlimaliza kwa kusema yeye Mwenyezi Mungu msaidie, nendeni mkaishi hivyo viapo. Na wanaotupima na kutuangalia ni wananchi wenyewe. Sisi ambao tuna jukumu la kuamua, tunapaswa tuwe mfano katika jamii, tunawajibika zaidi. Kwa hiyo wale watakao kiuka maadili yetu ya viapo vyetu na utumishi wa mahakama na serikali na sheria za nchi hii, tutawajibika. Na tutawajibika huko pia mahakamani. Hatutasubiri mpaka sijui ufanyeje, hapana. Tutakuwajibisha tu huko mahakamani. Hii akili ya kusema kwamba hao tusiwalete mahakamani kwa sababu tunaharibu sifa za mahakama. Watu wakiwa wanakula rushwa ndio tunaharibu sifa za mahakama zaidi. Huyu anayeomba rushwa akikamatwa naye atawekwa mahakamani. Na ndipo wananchi watajua kwamba wako serious. Hatuwezi kuwa tunawaapisha hapa. Leo tumekuwa na kazi tangu asubuhi, alafu tunatenga muda kuja kuwaapisha. Mnaomba kazi nini? Mnahangaika kupata hizo kazi, alafu tukaleta hapa, alafu nini ndio mnaanza kula rushwa kwa wananchi mpaka waichukie serikali. Na zungumza haya maneno nikijua ninyi mahakimu, asilimia kubwa ya mashauri ya mahakama ya Tanzania yapata 70% ni yale ya mahakama za mwanzo. Kwa hiyo mna mchango mkubwa sana. Nendeni mkafanye kazi kwa uadilifu. Hii habari ya kusema sisi tukipeleka mahakamani sifa ya mahakama itaharibika. Sifa ya mahakama inaharibika pale tu tunapokula rushwa. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Yaani kwa akili zenu ninyi mkaa hapa alafu mnakaa mnasema unaajiriwa, yaani unajua kuja kula rushwa kwa mahakamani na kuishi kule kama Mungu fulani hivi. Halafu hao viongozi wa dini, nimeona mashehe pale, nimeona wachungaji, nimeona wanatenga muda wao, wana mambo makubwa sana ya kutulea sisi kiroho. Yale mambo yaliyoandikwa pale ni wasomee ibara 19 ibara ndogo ya 3. Kwa mfano,
kuhimiza maadili ya jamii ndicho ambacho amekuwa akifanya au ataendelea kufanya kipindi chote mtakachokuwa mnapata haya mafunzo. Maadili ya jamii yanataka tufanye nini? Mnachokifanya ninyi mahakimu kina mchango mkubwa sana katika kudumisha pia amani katika jamii. Na kule vijijini mnapoenda ninyi ni watu mnaheshimika, mkaishi hiyo heshima. Nendeni kaishi hiyo heshima. Hii habari ya kujificha kwenye makoti na suti, utakuwa umevaa ile koti na suti lako na tai, sijui unafanya vitu gani, lakini watu wanakuona huyu jamaa pamoja na suti yake hii, hapa hakuna kitu. Tunataka mtu akikuona, mwananchi wa kawaida, awe wa kwanza kukutetea, hata kama unaenda kwa mguu huko, angalau akufuate nyuma kukulinda hata usalama wako. Watu wengine wasije, kwa sababu wewe ni mtu wa maana. Lakini mkichukua nafasi hizi kwamba mnaenda kuchuma, sijui mlilipa school fees wakati mnasoma, sijui mnataka kurudisha vitu gani, wananchi wenyewe wanaangalia, ambao tunawajibika kwao. Serikali nayo inaangalia, na zaidi ya yote Mungu anaangalia. Kwanza Mungu huwa amcheleweshi anayekula rushwa, anamwajibishaje hapa duniani. Yaani unakula rushwa kabisa, unadhulumu haki za watu, zikiwemo za wajane, za yatima. Na kwa sababu hiyo niseme hivi, mimi pamoja na mambo mengine mnaenda kushughulikia mashauri ya mirathi. Tumetunga zile kanuni, sitaki kuzirejea, mtaenda mtasoma kwenye mitandao au vyovyote vile mnazijua. Nendeni mtekeleze wajibu wenu huu kwa namna ambayo inastahili, ili kila anayestahili kupata haki mahakamani apate. Na haki nimeshasema mara nyingi, haki maana yake ni nini? Haki maana yake ni uamuzi unaofanywa na mahakama kwa kuzingatia, kutilia maanani na kutekeleza masharti ya katiba na sheria za nchi kwa mujibu wa ushahidi unaoletwa mahakamani. Hiyo ndio haki. Nendeni msipindishe. Ndio haki tu hiyo. Mkafanya hivyo, Mungu ataendelea kuwabariki. Wananchi wale watawafurahia, watawapa ushirikiano, nanyi mtakuwa na umri mrefu, na kwa maombi ya wananchi na viongozi wanaoangalia mwenendo wenu mtapiga hatua kubwa sana katika maisha yenu. Lakini wale watataka kulimbikiza haraka fedha kwa migongo ya wananchi, kuchukua rushwa na sijui kufanya vitu gani, muda sio mrefu tutakuta umeshajipinda mgongo. Yaani huwezi ukaa hapa mbele ya Mungu alafu yaani nyinyi mnamchukulia Mungu poa. Hivi ngoja, hivi hapo hivi tunafanya tuzingatie. Unajua katika ile amri ya pili alisema usilitaje bila jina la Bwana Mungu wako. Sisi tunafanya Mungu kama kitu cha kawaida tu hivi, tunakula vyakula ndani, after tunaona kama ambavyo sivyo. Na washauri nini? Kwa sababu mimi kwanza sionana na nini mara kwa mara. Mimi mpaka nione na nini labda mpaka nimewapisha hivi. Sasa nisingependa mlete kwangu kwenye kikao cha tume ya utumishi wa mahakama inayoshughulika na maadili yenu. Muda mfupi, tarehe 10 tulikuwa na kikao cha mahakimu na majaji hapa. Tarehe 13 hadi tarehe 16, 15 tulifunga ile mkutano. Siku ile ilikuwa mambo ya vitu gani? Wenzao walichosema, hawanidai mimi Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa, isipokuwa mimi ninawadai vitu viwili: moja, uadilifu, na pili, uchapakazi. Na ninyi mnahusika na hiyo, kwa sababu na ninyi ni mahakimu. Nendeni mkaishi hivyo. Changamoto zetu tulishaziwasilisha kwa rais, na rais amekubali ataboresha maslahi ya utumishi wote wa mahakama. Na hata hivyo, hiyo haiwezi kuwa leseni ya sisi kukiuka maadili ya utumishi wa umma na kula rushwa. Kazingatia hicho ninachosema. Na lingine ambalo ningependa kusema,
na kwa sababu mimi nimekula kiapo mbele ya Mungu. Katika kitabu cha Mambo ya Pili Nyakati, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Second Chronicles, sura ya 19 mstari wa 6 hadi wa 7, Mungu anazungumza akisema hivi: zingatieni sana yale mnayoyafanya, kwa sababu hamhukumu kwa ajili ya wanadamu tu, bali ni kwa ajili ya Bwana ambaye yu pamoja nanyi kila mtoapo hukumu. Sasa basi, hofu ya Bwana na iwe juu yenu, hukumuni kwa uangalifu, kwa kuwa Bwana Mungu wetu hakuna ukosefu wa haki wala upendeleo wala kupokea rushwa. Nilisikia mnakuwa kiapo cha neno, muone mmeishi haya maneno. Ningeweza kusoma kwenye Korani inayosisitiza haya. Nzetu tunaitwa, hata leo tunatumia hakimu, ni neno la Kiarabu linalomaanisha Mungu, jaji, hakimu mkuu, yani hakimu, Mungu ana hukumu. Yaani inaitwa hakimu, alafu na vitu kama unatoka kule nani. Sasa lakini lingine ni kwamba tunaenda kufanya kazi na watu ambao hawajui sheria vijijini kule kwenye mahakama za mwanzo, na wakati fulani hata kama tumeruhusu mawakili waende, mawakili wengi wanaanza kwenda. So katika ile lugha hawajui zile sheria. Sasa nini, hampaswi kufungwa na masharti ya kiufundi kupita kiasi hata muweze kufanya haki isitendeke. Kuna maelekezo ya kikatiba pale kwenye ibara 107 Sabato 2 msije mkasema sasa jamaa hawajui. Kwa mfano mtu amepangiwa kule Bukoba, amepangiwa kule Kigoma, halafu akasema eti sasa jamaa hawajui tu, Mungu atakuwa anaangalia na sio yeye atakuwa tunaangalia. Msiende mkafungwa na masharti ya kiufundi kupita kiasi hata kusababisha watu wasiojua sheria, watu wa Mungu wale wakakosa haki wakati ndio ilikuwa stahili yao. Hayo ni maelekezo ya katiba, sio maelekezo yangu. Kwa hiyo mna wajibu wa kutekeleza majukumu yenu kwa kuzingatia katiba, sheria, pasipo upendeleo, ili kulinda pamoja na mengine zaidi imani ya wananchi kwenu na kwa mahakama hii ya Tanzania. Kile kiapo mlichokula ndicho hata mimi nikula kiapo nilisema hayo. Kiapo chenu hakitofautiana na kiapo changu. Kwenye Qur'ani tukufu sura ya 2 aya 188 inasema hivi: wala msiliane mali zenu kwa batili kinyume cha haki na kuzipeleka kwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi na hali mnajua. Sasa nina ushauri mwingine ninapoenda kumaliza. Moja, msiruhusu mahakama zitumike vibaya kupitia mashauri yaliyoko mbele yenu. 2, msikubali maahirisho ambayo hayana msingi, yasiyokuwa na sababu za msingi. 3, hitimisheni mashauri yaliyoko mbele yenu mapema iwezekanavyo kwa kuzingatia katiba na sheria, sio kulipua. Dira yetu au vision, haki sawa kwa wote mapema ipasavyo. Ibara ya 107 ibara ndogo ya pili A na B. Pale ambapo kuna sababu za shauri kuchelewa zitachelewa, na hapo nazipima kimsingi. Lakini kama hakuna sababu za msingi za kuchelewesha hilo shauri, malizeni hiyo shauri mapema. Na ninyi wote nikiwaangalia mna shahada za sheria. Hamna uwezo kusema sisi sheria hatujui. Na hata hivyo kabla ya kuajiriwa wengine mlienda law school of Tanzania.
mkasoma practical hiyo diploma ya hiyo ya sheria. Kwa hiyo hamtakuwa na kisingizio cha kuto kujua sheria wala katiba, mnafahamu. Hivi mlivyo nini kwa shahada hiyo moja, kama mngekuwa mmefanya angalau hata miaka 5 hivi ya kazi, unaweza ukateuliwa kuwa jaji wa High Court. Sifa ni shahada moja tu ya sheria kuwa jaji. Hamwezi kukwenda mkabihevu kana kwamba nini hamjui sheria. Tutakuwa tunawaangalia kama mnatenda sawasawa na sheria na katiba au mnatumia madaraka hayo vibaya. Na Rais Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 2 mwezi wa pili mwaka huu, pamoja na mwingine, alituhimiza na kuelekeza tusitumie vibaya uhuru wa mahakama kuwa kificho cha uzembe na rushwa na ukiukaji wa maadili. Unahitajika kufanya kazi, unasema wananiingilia uhuru gani? Wewe huko uhuru sorowe, ukiuki katiba na sheria. Unafanya kazi zako kwa kuzingatia katiba na sheria na maadili ya utumishi wa mahakama. Ukisha kiuka tu yale maadili, ukisha kiuka katiba na sheria, uhuru pale umeshakuwa compromise. Wewe mlifahamu heshima, uhuru na mamlaka ya mahakama vimelindwa sana kwenye katiba, mpaka vikataja kwenye ibara 30, ibara ndogo ya pili D. Na ninyi nendeni mkaiishi hiyo heshima kwa kuenenda kama watu mnaostahili hiyo heshima. Halafu rekodini ushahidi ule, chukueni kumbukumbu, kaandikeni. Mtu anatoa ushahidi tena wa maana sana, wewe uandiki, maana yake ni nini? Tunajenga mfumo wa kurekodi hizi kumbukumbu kwa kutumia hii teknolojia artificial intelligence. Ule mfumo utakapokuwa umekamilika, unaweza kutumika, na utatusaidia sana kudhibiti vitendo vya nini. Sasa unachokisema pale mahakamani, shahidi anachokisema kinakuwa recorded automatically. Ile real time transcription and translation. Tano, fanyeni tafiti za kutosha kabla ya kuamua jambo lolote. Kujiridhisha, kwa sababu wewe ndio unaenda kufanya maamuzi. Imekuwepo akili, mtu anaishi kutegemea tu mawakili wa serikali na wa kujitegemea. Wewe hakimu au jaji unawajibika na wewe kufanya utafiti wa kutosha, kwa sababu wewe ndio una jukumu la kuamua. Wale wanakuja pale mahakamani kukusaidia. Sasa haiwezi kuwa umekaa pale simamia, atakuja wakili hata atafanya submission, au mwenye kesi mwenyewe atakuja atasema nini, maskini wa Mungu hajui. Lazima tufanye maamuzi ambayo ni well informed decision. Hiyo ufanye well informed decision ambayo pamoja na mwingine inatupunguzia malalamiko zidi yetu. Wakati fulani inazuia na rufaa zisizokuwa za lazima. Unapaswa wewe umejiridhisha, umesoma na unaelewa hivyo vitu. Na vingine naenda kuambieni, ile sheria ya mashauri yote yanayosikilizwa mahakama za mwanzo, kesi za jinai, yanadhaminika. Na hiki kifungu cha 16 hii ni shedo kwenye ile The Magistrates Court Act, kinasema hivi: a person may be released on bail with or without sureties. Hivyo maana yake ni nini? Kwamba mtu anaweza akapata dhamana kwa kudhaminiwa au bila hata kuwadhamini. Na ndio maana tulishafanya maamuzi hapa ni kwamba makosa yote yanayosikilizwa mahakama za mwanzo, makosa ya jinai yale, watu wapewe dhamana. Ana wadhamini wa kumdhamini, wamdhamini; hana ajidhamini. Sasa tumefanya vizuri kwenye eneo hilo, na nini msiende mkasema mnaenda kuinvent vitu vingine vipya.
mwendeleze hapo. Na sisi utaratibu wetu ni kwamba ukimpeleka mtuhumiwa wa makosa haya jinai na mahakamani ya mwanzo huko gerezani bila sababu za msingi, wewe tutashughulika na wewe. So kile kilikuwa ni kichaka kikubwa cha rushwa na matumizi mabaya ya madaraka. Watu wanauza mpaka hata kule Usukumani ng'ombe 10 ili upate dhamana. Ule uamuzi umekuwa ni ilifu kubwa sana kwa wananchi. Na tulichosema huyo mtu atakuja tu mahakamani. Atakuja tu. Na wengi wamekuwa wanakuja hata ambao wamejidhamini. Waliotunga sheria hii sio sisi, ni bunge lenyewe lilitunga hii sheria. Tuende tusifanye tukaanzisha vitu vipya tukasema sisi ni majaji wapya, sisi tumetoka mahakimu wapya, tumetoka wapi? Kwa hiyo tunaelewa vizuri. Kwa hiyo katika mahakama hizo mwanzo mtu anaweza kuachiwa kwa dhamana akiwa na au bila hata mdhamini kwa kujidhamini mwenyewe. Na jitihada zilizochukuliwa zimeisha kuondosha mahabusu wote wa mahakama za mwanzo katika magereza yote nchini na kuleta unafuu mkubwa. Hao watu wanahudhuria mashauri yao wakiwa wanatokea nyumbani, wanaolima wanalima, wanaovua wanavua, wanaofanya biashara wanafanya biashara, wanaofanya kazi za kuajiriwa wanafanya mpaka siku anahukumiwa. Na kesi zenyewe hizi wanaonema mashauri ya jinai hazipaswi wala hata kuchelewa, sababu siku unafikishwa mahakamani tayari una mashahidi pande zote mbili. Ndio mwongozo uliopo. Na sisi kama nilivyosema, hatutarajii utakapoanza kazi magereza kwanza tena kujazwa na mahabusu, na masharti ya dhamana hayapaswi kuwekwa kwa namna inayolenga kumnyima dhamana hiyo. Na hata hiyo sisi tumeshasema huyu anaweza kujidhamini. Sasa mapema nilizungumza juu ya watu ambao ni very vulnerable kwenye jamii kama wajane, japokuwa si wajane wote, yatima na maskini. Na kutufurahi ni wanawake, si wanawake wote, na watoto. Sasa tuliporekebisha zile kanuni za mirathi za mahakama za mwanzo kupitia the Penal Courts Administration of Estates Amendments Rules ambazo ni Government Notes namba 428 ya 2025, pamoja na kusudi la kupunguza urasimu katika masuala ya mirathi, kuleta uwazi na kudhibiti matumizi mabaya ya fedha za mirathi na kuweka udhibiti dhidi ya wasimamizi wa mirathi wenye dhamira ya kutumia vibaya fedha na mali za marehemu. Tulisema pia kuhusu kinga mahususi kwa ajili ya watu magrupu haya, si kwa historia ya mahitaji, hii vulnerable group. Hatuwezi kuwaita watu wanyonge, lakini ni watu ambao wako likely kuonewa hivi. Kwa hiyo katika kanuni ya 5 katika hiki kinachoitwa the Legislature and Application of Laws, Practice and Procedure in Cases Involving Vulnerable Groups Rules. Ni Kiswahili tumetunga kanuni hapa ambazo ni Government Notes namba 110 za mwaka 2019. Tumeweka mwongozo namna ya kusimamia mashauri haya yanayohusu watu ambao ni hatuwezi kuwaita dhaifu au wanyonge, lakini ni watu ambao wako likely kuonewa kwa sababu ya hali yao. Ni yatima, pengine hana mtetezi, ni mjane, hana mtetezi, watu wote wanamwangalia pale, ni watoto, ni wanawake. Katika jamii nyingine bado wanawake kama wanapuuzwa vile, japo hatupaswi kufanya hivyo. Sasa hii kanuni kwa ile lugha ya jamaa inasema hivi: the presiding judge or magistrate of a case involving a person from a vulnerable group shall at all stages of the case, including admission, hearing and determination, give such case a priority over all other cases.
yaani jaji au hakimu anayesikiliza shauri lolote linalohusiana na hawa watu, makundi haya vulnerable ambayo nimesema, katika hatua zote anapokuwa anasikiliza mashauri yake, katika hatua zote ikijumuisha wakati wa kusajili shauri lake, wakati wa kusikiliza na kuliamua, anapaswa azipe kipaumbele mashauri ya aina hii. Na sisi tunafanya hivyo. Hata kabla ya kuja hapa tulikuwa kwenye mkutano mwingine. Katika vikao vinavyoendelea sasa vya mahakama ya rufani, tulikuwa na mashauri 68 ya mirathi, huku mahakama ya rufani yaliyokuwa yameiva kwa ajili ya kusikilizwa tumeyapanga yote yanasikilizwa kwenye hiki kikao kilichoanza tarehe 6 mwezi wa pili na kitakachomalizika tarehe 6 mwezi wa 3. Hawa watu hata kwenye vitabu vitakatifu walikuwa na ulinzi maalum, na sisi tumeiga hivyo hivyo. Lakini kwenye kikao kinachokuja cha mahakama ya rufani kitakachoanza mwezi wa 4, pamoja na mashauri mengine tunayokusudia kupanga pale, mashauri ya migogoro ya ndoa na talaka, nayo yote yaliyokwisha kuiva tutayapanga hapa. Tunazungumza mahakama ya rufani, nayo yakasikilizwe. Sasa kuna mashauri mengine mengi tumezungumza huku hapa sana. Nyinyi ambao ni wageni mahakamani, nyinyi mahakimu wapi? Tunataka haya myajue. Sio kesi inamhusu mtoto, inamhusu mama, mwanamke yule, jamii nyingine bado wanaonewa, watu wajane, mashauri ya mirathi. Halafu kila siku na tarehe yako pale unaenda unaahirisha tu hivi. Basi lakini mwisho lingine, zingatieni mafunzo haya yanayotolewa na wawezeshaji. Moja, hawa wa chuo cha uongozi wa mahakama ya Lushoto, haya mafunzo yao ni endelevu, lakini hawa jamaa hamtakuwa nao kila siku, hao viongozi wa dini, lakini mnakutana nao kwenye nyumba za ibada siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, hata sivyo kama hata mna wasikilizaji. Zingatieni hicho watakachowafundisha au ambacho wamesha wafundisha. Zingatieni haya mafunzo yanayotolewa na chuo cha uongozi wa mahakama ya Lushoto, na Mheshimiwa Jaji Kiweru yuko hapa. Nendeni mwazingatie hayo. Hata sisi tunapoteuliwa, ukiteuliwa kuwa jaji unaenda hapo chuoni wanakufundisha. Ukiteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya rufani unaenda hapo chuoni wanakufundisha. Ila isipokuwa tu ukiteuliwa kuwa jaji mkuu ndio waende kukufundisha, kwa sababu anajua tayari sasa unafahamu yote hayo. Ulifundishwa ulipokuwa hakimu, ulipokuwa jaji, ulipokuwa msajili, ulipokuwa jaji wa mahakama ya rufani. Sasa wanakufundisha nini tena? Msiende tu mkasema sisi tumetoka leo siku ya sijui wapi tunafahamu kuliko wao. Huyo kiongozi wao mwenyewe ni jaji wa mahakama ya rufani. Nendeni mkayazingatia mafunzo wanaowaambia. Na ukiyapuuza, utakapoanza kufanya maamuzi ovyo, tutajua huyu jamaa hatusaidii, tutakuadhibisha. Kwa hiyo nendeni mkayazingatia haya. Na kutoka kwenye kuzingatia mafunzo haya mnafanya maamuzi mazuri. Wengine mtapanda haraka kuja kuwa wasaidizi wa majaji, wengine mtaenda mahakama za wilaya, mahakama ya mkoa tunayokusudia kuianzisha, wengine mtakuwa majaji no sooner than later. Sasa ukisema mimi nina kipara sijui natoka Msoma na Kigoma na Bukoba huko sijui na Kigoma huko na Msoma na Bukoba, na jamani wabishi hata sijui kuona. Watu wengine wale ni watu wema sana. Basi ndugu yangu, na mwisho wa mafunzo haya elekezi isiwe ndio mwisho wa kujifunza. Hiyo ni mwendelezo wa kujifunza zaidi, hata kupitia watumishi mtakao wakuta kwenye vituo mtakavyopangiwa. Kule mtakuta makarani wa mahakama wale, siku hizo wanaita sijui record management assistants. Wale jamaa akili zao ni nzuri, mtajifunza mengi kutoka kwao. Mtakuta mahakimu wafawidhi mnaenda kufanya nao kazi, jifunzeni kutoka kwao.
Hawezi kusema mimi na degree, hata mimi jaji mkuu najifunza kwa wenzangu niliowakuta hapa. Hawezi kusema mimi naelewa kila kitu. Na kwa mwanasheria wa kada yote, au ni jaji au ni hakimu au ni afisa kujitegemea wa serikali, yeye swala la kujifunza ni endelevu, kwa sababu karibu kila siku anakuja na kupambana na kukuta kitu kile. Sasa baada ya kusema hayo, kuna mambo mawili nataka kusisitiza, mambo mawili. Moja, uadilifu, integrity. Mbili, capacity to deliver. Na ndio inamalizia na hayo nilikuwa nazungumza juu ya mafunzo na nini. Hivi vitu ni vya muhimu zaidi. Yaani uadilifu wazungu wanaita integrity na capacity to deliver. Wakati fulani wanaita competence. Na kwa Kiswahili tunaita uwezo wa kumudu majukumu kwa ufanisi ipasavyo. Hivyo vitu ni vya msingi sana katika utumishi wetu. Na mimi kati ya hivyo viwili wakuniambia kuchagua kati ya competence na integrity, mimi nitachagua integrity, uadilifu. Kwa sababu huyu ambaye ni mwadilifu ni mtumishi mwadilifu. Japo ni incompetent, huyu tutamtrain atakuwa competent. Huyu unakuwa na competent personnel ambaye ni kama sufuri tu, hapo inasaidia kitu gani? Wewe umeelewa nini watumishi wa Mungu? Mmenielewa hili? Mimi si watumishi wa Mungu. Mimi si sehemu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo kitabu fulani kinaitwa cha Warumi sura ya 13 inasema serikali ni mtumishi wa Mungu. Sasa wewe niulize swali. Mungu amesema tusiue, tusiibe. Si ndio? Lakini mwewe kuna anayemjua mwenzake au na mwenzake, Mungu anamtuma malaika, anakuja anamkamata. Maana Mungu aishi hapa duniani, anaishi kule mbinguni, alafu anampeleka kule mbinguni, alafu anahukumu hiyo kesi. Wewe mimi niambie, nishaona hicho kitu? Hiyo kazi inafanywa na nani? Na serikali. Si ndio? Ninyi mahakama nayo ni serikali. Kwa hiyo ninyi leo ni watumishi wa Mungu. Nendeni mkabiheni kama watumishi wa Mungu. Si watumishi wale wengine mnaojua kule mitaani, watumishi wa kuhukumu kwa kutenda haki mnapofanya maamuzi. Na nimesomea ile mafungu kwenye Qur'ani na kwenye Biblia. Si ndio? Basi Mungu awabariki sana, niwatakieni kila la heri. Asanteni sana.